Nyuma ya tabasamu sehemu ya kwanza. Naam, karibu katika simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Nyuma ya tabasamu. Anayetusimulia kisa hiki ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Nadia Kelvin. Ni mengi ambayo Nadia anataka kutuambia. Nyuma ya tabasamu kuna kipi ambacho kimetokea? Ni mambo gani ambayo yapo nyuma ya tabasamu? Ni tabasamu la nani? Ni nani ambaye yupo nyuma ya tabasamu? Basi andamana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Huenda kuna mambo mengi ambayo utajifunza. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Wanasema kila tabasamu lina siri, kila uso wa furaha una kimvuli cha giza. Tabasamu linaweza kuvutia, lakini mara nyingine linaficha tamaa na udanganyifu. Nadia anaanza kutueleza. Nadia anasema, kwa majina yangu mimi nafahamika kwa jina la Nadia Kelvin. Mimi ni mtoto wa pili katika familia ya watoto watatu. Nadia, mimi nilitokea katika familia ambayo kila siku ilikuwa ni somo jipya la upendo, heshima na hofu ya Mungu. Baba yangu Kelvin Mshomba ni mfanyabiashara anayejulikana kwa uchapakazi wake kuliko maneno. Na mama yangu anafahamika kwa jina la Bi Evelyn Kelvin. Ni mwalimu wa shule ya msingi. Ni mwanamke mtulivu, mcha Mungu na mwenye roho ambayo mpaka leo ningependa Mungu angenipa hata robo yake tu. Tangu nikiwa mdogo, Nadia mimi nilifundishwa mambo mawili tu: kumpenda Mungu na kutokumdhuru mwanadamu yeyote yule. Labda ndio maana mara nyingi maisha yangu yalionekana kuwa rahisi, sio kwa sababu hayakuwa na changamoto, la hasha, bali kwa sababu nilikuwa nimelelewa nione mema kwanza. Katika familia yangu mimi Nadia tulikuwa tunaishi vizuri, sifichi, nyumba yetu ilikuwa ya amani. Na hata mimi Nadia kuwa mtoto wa kati haikunifanya nijisikie kupotea kama ilivyo kwa watu wengine. Nilikuwa nikipendwa, kuelezwa na kushauriwa kila hatua. Nadia mimi nilikuwa ni msichana wa kanisani, mwimbaji wa kwaya tangu shule ya msingi. Niliamini katika maombi, katika kusamehe na katika kuamini mema ya kila mtu, mtazamo ambao sikujua ungekuwa mwanzo wa maumivu ambayo yangebadilisha maisha yangu milele. Mwaka niliojiunga chuo kikuu cha Dodoma, UDOM, ulikuwa mwanzo wa dunia mpya kwangu. Nilijiunga chuo nikiwa na umri wa miaka 20 tu. Mwaka huo ulikuwa ni mwaka ambao niliacha nyumba yenye utulivu na kuingia kwenye pilika za maisha ya chuo, marafiki wapya, mazingira mapya na uhuru niliokuwa na uota kwa muda mrefu sana, yani uhuru wa kimahusiano. Nilipofika UDOM mwaka wa kwanza, siku zote nilijua kuwa maisha ya chuo hayakuwa tu ya vitabu, bali kulikuwa na pilika za urafiki, mikutano ya kwaya ya kanisa na shughuli za kila siku za wanafunzi wapya. Lakini sikuwa na wazo la nani angegeuka kuwa sehemu ya maisha yangu. Siku ya kwanza ya kuwasili chuoni, nilisimama katika foleni ya kuchukua vitambulisho vya wanafunzi wapya, huku nikijaribu kudhibiti msisimko wangu. Nilikutana na warembo na wavulana kutoka kila kona ya Tanzania. Kisha ghafla kuna kijana mmoja ambaye alisogea karibu yangu. Kijana huyu alikuwa anafahamika kwa jina la Jonas Masebo. Kijana huyu alikuwa amevaa shati la blue nyepesi lililokuwa limekunjwa mikono, sura yake ikiwa na tabasamu la kupendeza. Kijana yule alinitazama kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, akasema, "Bibie, kwani hapa mbele yako kuna mtu? Au naweza nikasimama?" Nilimwangalia kijana ule usoni kabla sijamjibu. Kisha baadaye nikamjibu kwa heshima na utulivu wangu wa kawaida. Nikamwambia, "Hapana, hakuna mtu ambaye alisimama mbele yangu. Karibu simame." Basi siku ile tulianza kuzungumza kwa urahisi. Sijui ni kwa nini, lakini kila maneno yake yalikuwa na mvuto usioelezeka. Hatujawahi kuwa marafiki hapo kabla, lakini ucheshi wake nikajikuta nimemzoea ghafla kijana huyu aliyefahamika kwa jina la Jonas. Basi mwaka wa kwanza ukapita,
urafiki wetu mimi pamoja na Jonas ulianza kukua pole pole. Tulishirikiana kwenye miradi ya kwaya, baadhi ya shughuli za chuo na hata kujaribu maswali ya mitihani pamoja. Ndani ya moyo wangu Nadia mimi nilianza kuona chembe ya kitu kimoja cha kipekee sana. Lakini siku zote nilijaribu kuzingatia maadili yangu na dini yangu. Nilikuwa na hofu kidogo ya kupoteza utulivu wangu wa ndani. Lakini Jonas alijua jinsi ya kunivutia kihisia. Tabasamu lake lilikuwa kama kimvuli kinachonivutia pole pole. Na bado nisingejua kuwa kimvuli hicho kitabadilika kwa giza kadri tulivyokaribia kuanza maisha pamoja. Tulipomaliza mwaka wa pili, tulianza kushirikiana zaidi, kutaniana kwa heshima na kuanza kugundua kwamba mapenzi yanaanza kama urafiki na utulivu, lakini mara nyingine huzidisha bila kujali mipaka. Mwaka wa pili wa chuo ulikuwa na mabadiliko makubwa sana. Mimi Nadia niliendelea kujitambua zaidi. Nilikuwa sina uoga wa kusema mimi ni nani, na ndoto zangu zikiwa zimejengwa kwa misingi ya familia na dini. Lakini Jonas alikuwa kama kitoweo cha hisia zinazovutia. Siku zote alijua jinsi ya kufanya watu wajaribu kumuelewa, lakini pia kutega mioyo ya watu wengi kwa tabasamu lake maridhawa. Basi Nadia mimi nilianza kumkaribia zaidi Jonas, kuzungumza naye kila siku na kushirikiana naye katika miradi ya chuo. Na tulipokuwa kwenye mapumziko, tulipenda kukaa kwenye viti vya pembeni vya maktaba, huku tukiendelea kujadiliana kuhusu masomo, ndoto za maisha na familia. Na mara nyingi niliguswa na jinsi ambavyo Jonas alivyokuwa na heshima na wenzake, lakini pia jinsi alivyokuwa na ujasiri wa kufanikisha ndoto zake. Na baada ya miaka michache ya chuo, nilianza kuona ni nani angenifaa katika maisha yangu ya mbeleni. Hapo ndipo mapenzi yetu yalipoanza rasmi. Mapenzi ya mimi pamoja na kijana huyu alifahamika kwa jina la Jonas. Tulianza kutumiana ujumbe wa upendo kila siku, kupanga mikutano ya kucheza mpira wa miguu au kuzungumza juu ya michezo ya bodi. Ndoto za Jonas ziligusa moyo wangu, na mara nyingi nilikuwa nadhani huyu ndiye mtu ambaye ananifaa katika maisha yangu. Na siku moja tulipokuwa tupo katika bustani ya chuo, tulikaa chini ya kimvuli cha mti mkubwa. Jonas alininyanyua kidogo na kunikumbatia kwa unyenyekevu. Nilihisi moyo wangu unapiga kwa nguvu, hisia za furaha zikijaa ndani yangu. Jonas aliniangalia machoni kwa macho yake yenye mvuto na kwa sauti tulivu lakini yenye shauku ya kusema. Jonas akasema, "Nadia, naweza kusema ni kipindi kifupi sana tumefahamiana mimi na wewe, lakini naweza kukuambia kwamba hakuna mwanamke mwingine aliyeniteka kama wewe Nadia. Yaani hakuna mwanamke mwingine ambaye ameuzima moyo wangu. Nadia, Jonas mimi nakupenda wewe peke yako. Na kila kitu ninachokifanya ni kwa ajili yako wewe Nadia. Hakuna mtu mwingine yoyote katika chuo hiki au katika maisha binafsi." Nadia anaendelea kusema. Nadia anasema maneno yake ya Jonas yalikuwa kama pumzi ya hewa safi. Nilijihisi nafsi yangu ikipumua kwa utulivu na furaha isiyo na kifani. Kwa muda mfupi tu, dunia nzima ilionekana kuzunguka na kuacha kuwa na sauti nyingine isipokuwa sauti yake tu Jonas. Basi na mimi pasipokuwa na shaka nikamjibu Jonas. Nikamwambia kwa heshima na hisia zilizokuwa ndani yangu. Nikamwambia Jonas, mimi pia nakupenda. Hakika kila kitu ninachokifanya na kuwaza wewe tu. Baada ya kuongea maneno hayo, Jonas alinishika mikono. Nilihisi mikono yake yenye nguvu lakini yenye unyenyekevu wa hali ya juu. Na baada ya kunishika mikono, Jonas akaniangalia kwa macho yake yenye utulivu kwa muda mrefu kidogo. Kisha akasema, "Nadia, ahadi yangu kwako ni hii. Hata wakati dunia itakuwa ngumu kwa upande wetu, nitakuwa upande wako. Wewe ndiye mwanamke wa pekee ambaye moyo wangu umekuchagua. Mimi Jonas Masebo nakupenda wewe tu." Neno hili nitalizungumza zaidi ya mara 100. Na utakuwa ni wimbo bora kwangu pindi pale ninapokuwa na wewe kukutamkia neno hili kwamba nakupenda. Tafadhali naomba usilichoke neno langu. Nadia anasema siku hiyo nilihisi upendo wa kweli. Nilihisi kuwa Jonas ameniweka katika kiti cha heshima ya kipekee na hakuna mtu ambaye alikuwa na nafasi hiyo. Siku hiyo tabasamu lake lilionekana la kweli. Basi baada ya kuhitimu chuo kikuu cha Dodoma, maisha yetu mapya yalikuwa na shauku ya hatua zinazofuata. Mimi Nadia Kelvin
niliamua kuwa na wakati mwafaka wa kuweza kumtambulisha Jonas Masebo katika familia yangu. Siku ile tulifika nyumbani kwetu na baba yangu pamoja na mama yangu na ndugu zangu walitukaribisha kwa mikono miwili. Nadia mimi nilihisi moyo wangu ukidunda kwa furaha na hofu kidogo. Hii ilikuwa hatua kubwa kwa Jonas kuonyesha upendo wake wa kweli mbele ya familia yangu. Jonas alibeba tabasamu lake la kawaida, tabasamu la kuvutia, tabasamu lenye kweli ndani yake, lakini pia alionyesha heshima na unyenyekevu kwa kila mmoja wetu. Baba yangu aliketi kimya, alimwangalia kwa makini, lakini mama yangu Bi Evelyn alinigusa kidogo mkono na kuniangalia kwa macho yenye furaha. Mama yangu akasema, Nadia wangu, kipenzi changu, binti yangu, nimefurahi kukuona ukiwa na mtu mzuri. Naona mtu huyu anakufaa. Baada ya mama yangu kuniambia maneno hayo, nilikuwa na furaha isiyo kifani. Kisha nikachukua muda kidogo kwa ajili ya kuweza kumtambulisha Jonas. Basi mimi nikaanza kwa kusema, baba na mama, huyo ni Jonas. Ni rafiki yangu wa karibu, lakini kwa sasa ni mpenzi wangu. Jonas alinyenyekea kidogo kisha akasema kwa heshima. Akasema, ndugu zangu pamoja na wazazi wangu, nina furaha sana kukutana nanyi. Naahidi kumjali Nadia na kumtunza kila siku ya maisha yake. Wakati huo baba yangu alikubali kwa kicheko kidogo, lakini mama yangu Bi Evelyn alifurahi sana. Baba yangu akasema, Nadia binti yangu, na kuona umechagua vizuri. Nimefurahi sana kumuona Jonas akionekana kuwa na upendo wa dhati na wewe. Hakika naombea binti yangu Mungu awaongoze na wasimamie katika hatua zinazofuata. Nadia anaendelea kutueleza. Nadia anasema, basi kutambulishwa kwa familia yangu kulikuwa ni furaha kubwa na ulikuwa ni mwanzo wa ndoto mpya baada ya kumtambulisha Jonas kwa familia yangu. Siku chache baadaye Jonas naye alitaka kunipeleka nyumbani kwao ili familia yake iamue kunikaribisha katika familia yao. Nadia mimi nilihisi msisimko mkubwa na hofu kidogo, lakini moyo wangu ulikuwa na amani. Niliamini kwamba Jonas ana mapenzi ya kweli na mimi. Basi tulifika nyumbani kwao kwa kina Jonas katika mji wa Morogoro na wazazi wake walitukaribisha kwa mikono miwili. Mama yake Bi Grace Masebo alicheka kwa furaha kubwa. Akasema, Nadia, nimefurahi sana kukuona binti yangu. Yaani Jonas amekuwa akiongea sana juu yako. Kwa kweli nimeona kuwa umejawa na heshima na upendo. Babake pia Jonas ambaye ni Bwana Masebo aliketi kimya kwa muda mfupi kisha akatabasamu. Akasema, Nadia, karibu nyumbani kwetu. Ninaona mtoto wangu amekuchagua vizuri. Wewe ndiye chaguo pekee la kijana wangu. Nadia anasema, baada ya mapokezi hayo nilijihisi moyo wangu ukiwa na furaha isiyo na kifani. Baada ya utambulisho huo, basi taratibu za ndoa zikaendelea. Huku tukiwa tunapanga hatua kwa hatua ni namna gani ambavyo sherehe yetu itafana. Jonas alionekana kuwa na tabasamu lake la kawaida na kila wakati alinihakikishia kwamba alipenda kuniambia hivi, Nadia, Jonas mimi nitakuwa upande wako kila wakati. Hii ni ndoa yetu na hakuna mtu mwingine ambaye angeweza kuchukua nafasi yako. Basi Jonas kila siku alikuwa ananipa maneno mazuri, hali iliyonifanya Nadia mimi niwe na hamasa kuingia katika ndoa. Basi siku zilienda, mipango ya harusi ikakamilika. Na siku ya harusi ilikuwa ni siku yenye mvuto wa kipekee. Familia, marafiki wa karibu na wenzetu wa chuo walikusanyika kushuhudia muungano wetu. Nilijihisi ni mtu mwenye furaha, lakini pia sikuacha kumshukuru Mungu kwa kunipa Jonas Masebo kama mpenzi wangu wa maisha. Jonas alikuwa akiniangalia, anacheka kidogo kisha ananikumbatia kwa upendo. Baada ya hapo alisema neno. Jonas akasema, Nadia, leo na milele nitakuwa upande wako. Tulibadilishana ahadi za ndoa mbele ya familia na marafiki. Wazazi wetu walitabasamu kwa furaha, wakipiga makofi na kuomba baraka. Wazazi wetu walisema kwamba Mungu awabariki nyote wawili, awape maisha marefu yenye furaha na amani. Basi baada ya sherehe ya ndoa kupita, maisha yetu mapya ya ndoa yalianza. Mimi pamoja na Jonas tulihamia kwenye nyumba tuliipanga pamoja. Tulianza kujenga familia yetu kidogo kidogo. Kila siku katika ndoa yetu hii mpya ilikuwa ni furaha. Yaani changamoto zilikuwa ni ndogo kuliko furaha yetu. Yaani mimi pamoja na Jonas tulikuwa tunapika pamoja, tunazungumza pamoja. Kazi ndogo ndogo za nyumbani tulikuwa tunazifanya pamoja na tulikuwa tuna malengo makubwa ya kupanga siku zijazo. Jonas alikuwa ni mume mzuri katika kuonyesha upendo wake kwangu.
Kila siku alinisalimia kwa maneno matamu na dhahiri. Nadia mimi nilihisi kwamba maisha yetu yalianza kwa sherehe na upendo. Na katika kipindi hiki kifupi cha ndoa yetu, bado mimi pamoja na Jonas tulikuwa tujaweza kubahatika kupata kazi. Hivyo tulianza maisha kwa zawadi ndogo ambazo tulipewa na ndugu jamaa na marafiki katika sherehe ya harusi. Lakini wazazi wangu na Nadia mimi, kwa kuwa walikuwa na uwezo kiuchumi, basi walituwezesha kama shilingi milioni 2 ya kuanzisha biashara ndogo wakati tukiendelea kutafuta ajira. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Nyuma ya Tabasamu. Ndio kwanza simulizi imeanza. Nadia ana mengi ya kuweza kutueleza juu ya undani wa simulizi hii inayokwenda kwa jina la Nyuma ya Tabasamu. Ni yapi ambayo yataendelea katika ndoa changa kati ya Nadia pamoja na Jonas? Je, furaha na upendo vitaendelea katika ndoa hii au kuna changamoto ambazo zitakuja kuvuruga furaha na amani iliyopo katika ndoa hii? Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Nyuma ya Tabasamu.